kabla ya wewe kuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya, unatakiwa uamini kwanza yeye ni nani. Kwa imani yako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya inatokana na imani yako kwenye yeye ni nani. Kwamba yeye nani? Kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme, Bwana juu ya wote wenye mwili. Wote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali ufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu ambapo tumekuwa tukijibu swali kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, na tuko katika wiki ya 3 hii. Kwa kama ukusikiliza wiki 2 zilizopita, basi hebu fanya hivyo. Na leo tunaendelea na somo letu, ni kipindi cha 5 katika wiki hii. Na bado tunaangalia sehemu ile ya pili. Sehemu ya kwanza tuliangalia kwamba Yesu Kristo ni nani, na katika sehemu hii tunaangalia alikuja kufanya nini. Na kama umekuwa ukisikiliza utaona kwamba pamoja na kwamba tunazungumzia alikuja kufanya nini, lakini kila mara tunarejea pia kutokea kwenye yeye ni nani. Kwa hiyo tega sikio kwa yale ambayo yako katika siku ya leo. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itakapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kuwafundisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Nakupa hongera sana sana. Kumbuka tunapoalika mtu asikilize mafundisho ya Kristo kwa mara ya kwanza, mpe angalizo kwamba hapa tunafundisha watu kufikiri kama Kristo na sio kama Adamu. Kwa mwanzo anaweza akaona kama mafundisho ni magumu kidogo, lakini mwambie atoe muda na Roho ataweka mafaili sawa sawa kichwani. Napenda kutoa shukrani pia kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, usichoke wala usiache. Kumbuka unapoombea wasaji wa vipindi vya neema na kweli, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninakupa hongera sana sana kwa kufanya hivyo. Sio tu kama unathibitisha kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana, lakini unatembea katika upendo, na hivyo kuruhusu ufalme wa Mungu uweze kukuhudumia sawa sawa na utajiri wa utukufu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tuendelee na somo letu. Kumbuka tulikuwa tumeanza kuangalia Yesu Kristo alikuja kufanya nini, na tukaona kikubwa hasa tukienda kwenye Yohana 18:37. Pilato anamuuliza Bwana Yesu, wewe ni mfalme? Basi Bwana Yesu anaambia, uko sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme. Alafu anasema kwa kusudi hili mimi nilizaliwa, na kwa kusudi hili mimi nilikuja ulimwenguni ama nilikuja duniani, ili niishuhudie kweli. Sasa Pilato anamuuliza kweli nini? Na tunafahamu na tuliangalia kipindi kilichopita, Bwana Yesu anasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia mimi. Kwa hiyo ina maana kweli ni Yesu Kristo. Kweli ni Yesu Kristo. Lakini sio hivyo tu. Katika Yohana 17:17 Bwana Yesu anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kweli iko kwa Mungu, kweli inatoka kwa Mungu. Sasa kipindi kilichopita tulienda bustani ya Eden. Nikajaribu kukuonyesha kwamba Mungu alikuwa ametoa maagizo, Bwana Mungu alikuwa ametoa maagizo kwa Adamu. Ukisoma Mwanzo 2:17 akasema matunda ya kila mti wa bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, siku utakayokula utakufa hakika. Eva ama mwanamke wakati anazungumza na nyoka,
ambaye of course nyoka ni shetani, unasema umejuaje? Nenda kasome Ufunuo 12 mstari wa 9 wa 7 mpaka wa 9, utaona kwamba anaitwa nyoka, yule joka wa zamani aitwa Ibilisi, aitwa shetani. Kwa hiyo Ibilisi ama nyoka kupitia Ibilisi kupitia nyoka anamwambia mwanamke katika Mwanzo 3:4 hamtakufa hakika, kwamba mkila hamtakufa hakika. Mungu amesema mkila mtakufa hakika. Ibilisi au nyoka anamwambia mwanamke mkila hamtakufa hakika. Ishu kubwa hapa ni zaidi ya kitendo cha kula tunda. Kwa sababu kabla ya kula tunda ina maana kuna swala la kuamini. Ndio maana ukisikiliza vipindi vya Neema na Kweli na Vyanza mwanzo unasema ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Na ukiamini vibaya utatenda vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri, na ukiamini vizuri utatenda vizuri. Kwa hiyo issue iliyokuwepo hapa ni swala la kuamini ambako kunatokana na kufikiri. Mungu amesema mtakufa hakika. Shetani anasema hamtakufa hakika. Alafu anacheza na akili ya mwanamke. Anasema kwa sababu anajua mkila mtakuwa mnajua mema na mabaya kama yeye. Kwa hiyo kwa lugha nyingine shetani anasema kwamba kuna kitu Mungu anawanyima. Sasa ukiendelea kusoma anasema mwanamke alipoona matunda yapendeza kwa macho, tena yanatamanika kwa chakula, tena ataleta maarifa. Kwa hiyo unaweza kuona akili yake imechezewa, na akili yake ilivyochezewa automatically kuamini kwake kukabadilika. Sasa issue iliyo kubwa na kama nimekuonyesha kipindi kilichopita ni hii. Ilikuwa mmoja, na hapa tunazungumzia Mungu na shetani, lazima mmoja umwamini kwamba anasema kweli na mwingine uamini kwamba anasema uongo. Sasa yule ambaye unaamini anasema ukweli ndiye ambaye maneno yake utayafanyia kazi. Yule ambaye unaamini anasema uongo utapuuza maneno yake. Tarudia tena. Yule ambaye unaamini anasema ukweli utafanyia kazi maneno yake. Yule ambaye anasema uongo hautafanyia kazi maneno yake, utayapuuza. Kwa mfano, nitoe mfano kabla ya kuendelea. Kwa mfano, mtu amekuja kwako akakwambia sikiliza, ukinipa 1,000,000 baada ya wiki moja nitakurudishia 5,000,000. Utakuwa umetengeneza faida 4,000,000. Unamwambia hebu niachie taarifa nitafakari afu njoo kesho nitakupa jibu. Sasa huyu ndugu akirudi kesho, kama unamwamini yeye na kile alichokisema, utachukua hiyo 1,000,000 utampa. Kama haumwamini au pia hauamini kile alichokisema, hautampa hiyo 1,000,000, utakataa. Kwa hiyo utaona kutenda kwako chimbuko lake ni kuamini kwako. Kwa hiyo shetani anamwambia mwanamke hamtakufa hakika, pamoja na kwamba Bwana Mungu alisema mtakufa hakika. Kwa bahati mbaya mwanamke akachagua kumwamini nyoka Ibilisi na kufanyia kazi maneno yake, na akachagua kumpuuza Mungu. Mwanamke akachagua kuamini kwamba shetani anasema ukweli na Mungu anasema uongo. Kwa kuwa aliamini kwenye moyo wake Mungu anasema uongo, kwa hiyo akapuuza kile ambacho Mungu amesema. Na kwa kuwa moyoni mwake aliamini kwamba shetani anasema ukweli, kwa hiyo moyoni mwake akafanyia kazi kile ambacho shetani alikisema. Sasa hiyo changamoto tunayo mpaka leo hii. Kila mara unapokutana na maagizo na neno la Mungu linavyosema, alafu ukafanya maamuzi kinyume na vile ambavyo neno la Mungu linasema, unachokisema ni kwamba Mungu ni muongo, na ndio maana unaamua kumpuuza yeye na neno lake. Sasa nafahamu hakuna Mkristo mwenye akili timamu anaweza akaamua kufanya hivyo, lakini huo ndio ukweli. Na kama ilivyokuwa kwa mwanamke pale bustani ya Eden, shetani anazungumza na sisi kupitia milango 5 ya fahamu, ili hali Mungu anazungumza na sisi kupitia neno lake kwa maana ya roho zetu. Kwa kila mara kuna haya mashindano.
Kwa upande mmoja neno la Mungu liko wazi kabisa. Linasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alikuja duniani akawa mwanadamu, na yeye kama mwanadamu asiyekuwa na dhambi wala mawaa akafa msalabani, akaondoa dhambi zetu. Hivyo ndio neno la Mungu linavyosema. Alafu tuna watu wanatufundisha na dunia inatuambia kwamba hakuna mtu ambaye hana dhambi duniani. Hata kama unamwamini Yesu Kristo, bado wewe ni mwenye dhambi tu. Kwa hiyo unatakiwa uombe msamaha wa dhambi kila siku. Kwa hiyo unatakiwa uchague. Sasa hawa watu wanavyokuambia hakuna mtu mkamilifu, kila mtu mwenye dhambi, hata kama umezaliwa mara ya pili, hata kama umeokoka, ukiangalia pia na wewe mwenendo wako unajiona una mapungufu. Kwa hiyo kupitia milango mitano ya fahamu unaamua kuamini binadamu, kuona kwamba yeye anasema kweli, na Mungu na neno lake kwamba anasema uongo. Na kumbuka Bwana Yesu pamoja na Yakobo wanasema kufikiri kibinadamu ni kufikiri kishetani. Kwa hizi ndio changamoto ambazo tunakutana nazo kila siku. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokuja kuishuhudia kweli, anakuja kutuonyesha kwamba Mungu anasema ukweli siku zote. Na kwa maana hiyo Mungu anastahili kuaminiwa. Na kwa maana hiyo utakapochukua hatua sawa sawa na Mungu alivyosema, huwezi ukapata hasara hata siku moja. Vinginevyo iwe kwamba hukuamini moyoni mwako. Na kuamini nini? Kuamini ni kukubaliana kwa uthabiti na kile ambacho Mungu amekisema. Sasa hilo nimelizungumza. Tupige hatua nyingine. Kwa anasema amekuja kuishuhudia kweli. Tena nikuonyeshe engo nyingine moja, tuangalie vitu vichache. Tukienda kwenye Yohana 3, Yohana mlango wa 3, nitasoma mstari wa 16 na wa 17, kwa sababu Bwana Yesu anasema amekuja kuishuhudia kweli. Sasa nitasoma mstari wa 16 na wa 17. Anasema hivi, haya ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa Wakristo wangapi leo hii, na unisikilize kwa makini na wewe mwenyewe ujitafakari, Wakristo wangapi leo hii wanajua, wanatambua kwamba Mungu anapenda ulimwengu? Sio ya maneno ya mdomoni, kutokea kwenye moyo, kwamba Mungu anapenda ulimwengu. Na tukizungumza ulimwengu maana yake ni kila kitu kilichoko hapa ulimwenguni. Sasa kumbuka Zaburi ya 115:10 inasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi au dunia amewapa wanadamu. Kwa hiyo anapozungumzia ulimwengu usije kaniletea hadithi na maana mapepo hayakupewa ulimwengu. Ibilisi hakupewa ulimwengu. Alipewa ulimwengu, alipewa dunia hii ni mwanadamu. Na hapa neno linalozungumzia ulimwengu hazungumzii ili tufe, anazungumzia zaidi mfumo wa maisha. Sasa anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Ni Wakristo wangapi na haswa wale waliookoka ambao wanakubaliana na ukweli huu kwamba Mungu anapenda ulimwengu? Tukizungumzia ulimwengu tunazungumzia nani? Tunazungumzia walevi, tunazungumzia makahaba, tunazungumzia wachawi, tunazungumzia majambazi, tunazungumzia watakatifu, tunazungumzia watu walio wema, tunazungumzia watu walio wapole, tunazungumzia watu wenye hasira, tunazungumzia watu wenye wivu, tunazungumzia watu ambao wamejaa fitna, tunazungumzia waasherati, tunazungumzia wazinzi, tunazungumzia watukanaji. Wangapi leo hii Wakristo waliokoka wanaamini kwamba Mungu anawapenda hao watu? Maana tungekuwa tunakubaliana na huo ukweli, kanisa lisingekuwa na mtizamo hasi kuhusu ulimwengu kama ambao tulionao sasa hivi. Hata mimi kuzungumza tu ili lenyewe kuna watu ambao watakwazika leo kwa sababu hawataki kusikia ukweli. Lakini ndilo ambalo Bwana Yesu amekuja kutuonyesha, amekuja kuishuhudia kweli. Na kweli yake anasema kwamba Mungu hachukii ulimwengu, Mungu anapenda ulimwengu. Ndio maana akamtoa mwana wake wa pekee. Ili kila anayemwamini huyu mwana asife bali awe na uzima wa milele. Warumi 5:8 anasema Mungu adhihirisha pendo lake kwetu sisi. Kristo alikufa kwa ajili yetu sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu anapenda wenye dhambi. Sasa kusema kwamba Mungu anapenda wenye dhambi haimaanishi kwamba
anakubali na anataka waendelee kubakia kwenye dhambi. Sicho kinachosemwa. Anawapenda, ndio maana ameamua kumtoa mwanae ili awaokoe. Sasa Wakristo wangapi, na especially waliokoka aka walokole, ambao wanakubaliana na huo kweli? Manake tungekuwa tunakubaliana na huo kweli, Wakristo wasingekuwa, na nazungumzia watu waliokoka, wasingekuwa na chuki na watu wa duniani. In fact, kuna Wakristo waliokoka ambao sio tu kwamba wanachuki dhidi ya watu wa duniani, lakini pia wanachuki dhidi ya Wakristo wenzao ambao hawaabudu pamoja nao. Yaani uone mambo yalivyo ajabu. Karibu ningesema wenda wazimu. Kwamba sio tu kwamba wanachukia watu ambao hawajaokoka, lakini pia wanachukia watu ambao wameokoka lakini hawasali kwenye dhehebu lao ama kwenye kanisa lao. Ambayo inasikitisha kweli. Bwana Yesu amesema pendeni maadui zenu, waombeeni wanaowaudhi, lakini hawa watu hawataki. Kutwa kufanya maombi ya kuua wachawi na kuua adui zao na kulaani wenzao, lakini Bwana Yesu anasema Mungu anaupenda ulimwengu. Sasa angeishi hapo ingetosha. Angalia mstari wa 17 unavyosema. Kama wa 16 umekushtua, angalia wa 17. Anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa ili neno kuhukumu ni kukondem. Kwamba anasema Mungu hajamtuma mwana kuja ulimwenguni kuutia ulimwengu katika hatia na hivyo kuuangamiza. Anasema bali ametumwa kuja kuokoa. Sasa unaweza usielewe ninachokizungumza, lakini sikiliza hili. Twende kwa Mkristo aka mtu aliyeokoka, kwa sababu tafsiri yetu ya kuhusu Mungu na uelewa wetu kuhusu Mungu. Kumbuka Ibilisi tayari ameshatuingizia diski bustani ya Eden. Ametuambia Mungu ni mwongo. Ametuambia Mungu hastahili kuaminiwa. Ndio maana mwanamke akaamua kumwamini nyoka badala ya kumwamini Mungu. Kwa hilo tatizo tunalo. Lakini anaendelea, anakuja anasema hapa kwamba Mungu yuko kinyume na binadamu. Ndio maana ninavyokuambia Mungu alipenda ulimwengu, akili yako inagoma wengine. Kwa sababu umedanganywa na Ibilisi. Sio tu kama umeambiwa Mungu ni mwongo na sio mwaminifu, hastahili kuaminiwa, lakini pia umeambiwa kwamba Mungu yuko kinyume na wanadamu. Sasa angalia mstari wa 17. Bwana Yesu anasema yeye hakutumwa na Mungu kuja kuhukumu ulimwengu, bali ametumwa kuja kuokoa. Sasa swali langu ni hili. Lina sehemu A na B. Ukimwona mtu anamfanyia mwingine mabaya, tuko sawa? Either amemuibia mwingine, either amempiga mwingine amemuumiza, either amemfitini mwingine, either amemloga mwingine, ita vyovyote vile, na ukajua huyo mtu amefanya jambo baya, alafu wazo lako la kwanza inapokuja ukimkumbuka Mungu ambaye anaangalia hilo tukio ni nini? Je, ni kwamba Mungu lazima amwadhibu huyu mtu, au unaona Mungu atachukua hatua ya kumwokoa huyu mtu? Ni ngumu Siko nanyelewa. Sasa nitakueleza jibu. Jibu letu ni hili. Mungu anaona, Mungu hadhihakiwi, Mungu lazima amwadhibu huyo mtu. No. Biblia inasema, Bwana Yesu mwenyewe anasema, moja, Mungu anapenda ulimwengu na ulimwengu umejaa wenye dhambi. Anasema Mungu adhirisha pendo letu sisi kwa kuwa Mungu alimtoa Kristo afe kwa ajili tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu hakumtuma mwanawe kuja kuhukumu ulimwengu, bali amekuja kuokoa. Kwa hiyo wazo la kwanza nalopita katika akili ya Mungu ni kumwokoa huyo mtu asifanye hayo makosa tena. Wazo la kwanza linalopita kwa watu waliokoka na ambao ni wa Kristo ni kwamba huyu mtu anatakiwa kuhukumiwa adhabu. Sasa unasema kwa hiyo ina maana matendo mabaya hayana consequences, hayana madhara? No, yanayo, kwa sababu kuna kitu kinaitwa kanuni ya kupanda na kuvuna. Apandacho mtu ndicho anachovuna. Kwa kama madhara yatakuja ni kwa sababu ya huyu alichokipanda, lakini bado Mungu anataka kumwokoa huyu mtu. Okay, kama uamini angalia hili. Wewe kama ni msomaji wa Biblia, Twende nikakuonyesha kitu. Twende kwenye Matendo ya Mitume. Maana tusipoleta risiti mezani, mambo hayakai sawa. Ngoja tuweke risiti mezani.
Matendo ya Mitume 9. Anasema lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua, umesikia hilo neno, kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla likamwangazia kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliokusafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakaendelea mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni, hali wala hanywi. Alafu tunafahamu Bwana Yesu akamtuma tuendelee kusoma story muda nao. Anasema basi palikuwa hapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Sasa nataka uone kitu hichi. Kuna vitu kadhaa nataka uvione hapa. Sauli aliyekuwa anaua Wakristo, akiwa ana agizo la makuhani kwenda kukamata Wakristo Dameski, awaburute na kuleta magereza na kuwaua. Bwana Yesu anavomtokea, hamtokei kumuua Paulo ama Sauli wakati huo, anamtokea kumuokoa, ambao ni kinyume kabisa na sisi tunavyowaza. Angetokea mtu leo akatesa kanisa, akaanza kuua Wakristo, akaanza kuwashambulia, wote tutalia tunataka damu. Lakini hatuoni kama Mungu anaweza kuokoa. Alafu sio hivyo tu, anaendelea anasema, na kwa habari ya huyu Sauli, sio tu kwamba atatumikia jina langu, lakini pia atateseka kwa ajili ya jina langu. Kwa lugha nyingine, analipia changamoto zake, sababu apandacho mtu ndicho anachovuna. Kwa hiyo alipata mateso mengi ni kwa sababu ya mwenendo wake na tabia yake ilivyokuwa, lakini mbele za Mungu, Mungu alimuokoa. Siko na nyana nachozungumza. Kwa lugha nyingine, Mungu anatoa nafasi kwa kila mtu ageuke na kuokoka. Unasema vipi kuhusu Herode alikatwa mapanga na malaika matumba katoa madudu? Kulingana na jinsi ninavyoelewa, maana yake ni kwamba alipatiwa nafasi ya hakutaka kugeuka. Sasa nachosema ni nini? Mungu ambaye tumefundishwa na watu kupitia mafundisho ya Ibilisi, tumeonyeshwa ni Mungu ambaye huwezi ukamwamini kile alichosema, kwamba sio mwaminifu, lakini anachukia ulimwengu, anachukia wenye dhambi. Na in fact, mtu anapokuwa ni mwenye dhambi, amekosea, Mungu hafanyi jitihada za kumwokoa huyu mtu, bali anamhukumu na kumtia hatiani. Hawaamini kama huyu Mungu ni mzuri mno, amejaa upendo, yuko upande wa watu, hayuko kinyume cha watu. Hawaamini kwamba Bwana Yesu kama alivyosema, kondoo mmoja akipotea anaacha 99, anaenda kufuata yule mmoja, alafu anamweka begani na kuja anafanya sheria. Anasema itakuwa furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja akitubu kuliko 99 ambao wenye haki ambao hawana haja kutubu. Hatukubaliani na hilo. Tumefika mahali hata huyu Yesu ambaye tunasema ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapinga vitu ambavyo amekuja kutuonyesha. Tunapinga vitu ambavyo amekuja kutufundisha.
Mungu ni mwema, lakini tunasema Mungu ni mwema tu nikiwa na tabia njema. Lakini nikiwa na tabia mbaya, Mungu ni katili, Mungu atanihukumu, Mungu atanipiga, Mungu atanivunja miguu, atanichapa na magonjwa, atanichapa na umaskini. Tunafundisha watu kwamba Mungu anafurahia watu umaskini, wawe maskini. Tunafundisha watu kwamba usipofuata kile ambacho Mungu amekwambia, okay. Tunawafundisha watu kwamba Mungu anatumia magonjwa kufundisha watu. Sasa Mungu wa namna hiyo, kwa nini watu wa duniani wamkubali huyo Mungu? Mungu ambaye mwenendo wake unakuwa hauna tofauti na shetani. Shetani kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Alafu tunachukua sifa na tabia ya shetani tunambandika Mungu. Alafu tunashangaa kwa nini Ukristo wetu unakuwa mgumu. Unasema tufanyeje? Kesho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.